Familia moja kutoka kijiji cha Turiru, kaunti ya Kiambu, sasa inazitaka serikali za kaunti kuwajibika katika huduma za afya baada ya mwana wao kuaga dunia Jumanne wiki hii. Mtoto huyo alifariki baada ya kukosa huduma katika hospitali ya Gagania kwa sababu ya mgomo wa madaktari. Laura Otieno anaarifu zaidi. Familia ya James Mwiruri bado imetamaushwa na kifo tatanishi cha mtoto wao. Leo hii ikionyesha jinsi familia ilikuwa na hamaki kutokana na kile walichosema ni utepetevu wa madaktari. Mtoto James Mwiruri aliyekuwa na umri wa miezi 11 alipatikana na homa ya mapafu. Hata hivyo, kutokana na mgomo wa madaktari, James hakupata matibabu inavyofaa. Swali yangu ya kwanza ilikuwa kwa daktari. Hewa ni dawa. Nilimuuliza hewa ni dawa ya pneumonia. Akaniambia hapana, kuko na dawa. Sasa nikajua mtoto wangu sio kutibiwa, anatibiwa, ni hewa anawekwa. Elezea sasa kuna mgomo, ndo maana haezi admitiwa huko kwa nafaa admitiwe. Wakapiga simu, wakaambiwa tumpeleke. Wenye tulienda wakasema wanataka 20k ndio hadi mtoto admitiwe. Mimi nikawaambia sina, hata nilikuwa na 400 tu kwa simu. Familia hii ikisema huenda maisha ya mtoto huo yangeokolewa iwapo kungekuwa na miundombinu mwafaka. Ila ilikuja kwa sababu mtoto wangu alikufia kwa mikono yangu. Nikipembeleza mtu wa ambulance, nikiongea na MCA akaaga akiwa mikononi mwangu. Hasira zangu zilianza hapo, na zaidi ya hapo sielewi. Huku mipango ya mazishi ikiendelea, kidonda bado kinatoneshwa. Kwa familia hii, bustani ya waridi imetundwa, wasijue ni lini itanawiri tena. Laura Otieno, Runinga ya Citizen.